Tunauliza kwa nini sisi Waislamu tunafanya nini? Tunakosana na Wakristo. Tunakosana na Wakristo. Mwalimu Salim Mboge. Swali la kwanza hiyo. Anauliza huyu ndugu yetu Patrick. Anasema nyinyi Waislamu kwa nini mnakosana na Wakristo? Mimi sijui kwa sababu mimi wazazi wangu ni Wakristo na mimi sijawahi kosana na yeyote. Wazazi yangu, familia yangu ni Wakristo na sijawahi kosana hata moja. Sisi ni marafiki, tunafanya kazi pamoja, kukua na mambo ya nyumbani, tunashirikiana pamoja, lakini mwalimu yuko hapa atakueleza zaidi. Naam. Umesema unaitwa nani? Patrick. Asante sana. Unauliza kwa nini Waislamu tunakosana na Wakristo? Sijaona huyo Muislamu anayekosana na Mkristo kwa sababu Qur'ani imemtaja Mkristo. Tena Qur'ani imemtaja Mkristo hivi, Qur'ani 5:82. Muonyeshe hapo, hebu angalia Qur'ani. Angalia Qur'ani inapomtaja Mkristo. Inasema hivi, Qur'ani inaisoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naam. 82 inasema, naam, hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Sikiza, utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi na wale wa mushirikina wasio na kitabu. Sikiza, ni Mayahudi na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Sikiza, na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. So ukiona mtu anayechukia labda Mkristo, labda awe hana elimu. Naye Mkristo anayechukia Muislamu ni Mkristo ambaye hajasoma. Sio kupenda kwake, hakuenda shule, hakusoma. Hajajua hufai kuchukia binadamu mwenzako kwa sababu wewe haujaumbwa huyo binadamu. Na hufai kumlazimisha aamini unachoamini. Kazi yako ni kumweleza ule ukweli. Ni yeye akubali au akatae, kwa sababu Mungu ameweka njia mbili, moja ya motoni na moja ya kwenda paradise. Hakuna njia ya tatu. Sasa ukiona mtu anasema Muislamu anachukia Muislamu, hiyo hakuna katika vitabu, kwa sababu Qur'ani imekueleza vizuri. Utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema wao ni Wakristo. Kwa nini? Malizia sasa. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyuoni. Utawapata kuna watu wamesoma katika Wakristo na wachao Mungu. Na kwa sababu hao Wakristo, sikiza, ukiosikia mtu ana sifa ya Ukristo, kwa sababu wao Wakristo, na kwa sababu hao Wakristo hawatakabari. Yani Mkristo hana kiburi, hawezi kuambia usifanye nini, ana ile hamu yani ya kutaka kujua ukweli. Ukiona mtu anachukia Muislamu, huyo sio Mkristo, ni mtu anajiitanisha na Wakristo na anaharibia Ukristo sifa. Na nipata vizuri, kwa sababu wao Wakristo hawana kiburi. Wewe utakuwaje na kiburi na kesho unakufa unazikwa? Wako wapi babu wa babu zetu? Wamekufa wamezikwa. Wako wapi manabii? Wamekufa wamezikwa. Wewe ni nani uwe na kiburi duniani? Utakufa, utazikwa na utasaulika. Kwa nini uchukie ndugu yako, mtu mwingine, binadamu? Malizia sasa. Inasema hawatakabari, hawana kiburi Wakristo. Wakiijua haki. Sikiza sasa, Wakristo wakiijua ukweli huifuata. Microphone. Sikia Qur'ani venye inasema. Imetaja Wakristo, inasema hatuna chuki na Wakristo, lakini kuna sifa ya Mkristo. Yani Mkristo akijua ukweli huwa anafanyaje? Anafuata. Zungumza na hiyo microphone. Akijua kweli anafuata. Na wewe ni Mkristo? Weka microphone nikusikie. Wewe ni Mkristo? Ndio. Sasa sikiza ukweli ambao unaambiwa, ukiujua huwa unafuata. Qur'ani 106 baba. 106. 106 samani. Kama sijakosea. 106. Naam. Inasema hivi Qur'ani 6:106.
Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Asante. Fuata uliofunuliwa kutoka kwa Mola wako. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaambiwa afuate yale aliyofunuliwa kutoka kwa Mola wake. Hakuna, sikiza, hakuna aabudiwaye kwa haki, hakuna anayefaa kuabudiwa kwa ukweli ila yeye tu, isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Mpe microphone. Anayo. Tunaambiwa hakuna anayefaa kuabudiwa isipokuwa Mungu mngapi? Mmoja peke yake. Hiyo unaamini? Ndio. Asante. Qur'ani 112 anza moja baba. 112 aya yake ni ya kwanza inasema hivi. Sikiza habari sasa. Ana majibu mazuri kama vile Mkristo mkweli kabisa. Kama Mkristo mkweli sasa. Kama Mkristo mzuri huyu. Alif Lam Ra. Hizi ni aya za kitabu. Qur'ani 112 anza moja. 112 nimesoma 12 samani. Haya kwa sema, acha nimuonyeshe ndio iwe rahisi zaidi kwake. Unajua nampateka polepole ndio aelewe. Maana ameniambia yeye Mkristo. Haina tatizo. Somea tu polepole itafunguka tu. Ndio aelewe vizuri kabisa. Safiri. Hii ni mpya kidogo imeshikana hapo, acha nikatanishe kidogo hivi. Hata ungepiga tu na kichwa pole pole, aya yenyewe unaielewa. Sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sikiza wewe vizuri. Tunaambiwa Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Sio wawili au watatu. Mashaallah, tena unaona vile anashughulika vizuri. Naam. Mkristo mzuri sana. Sema, angalia hapa. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake, sio wawili au watatu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumwomba na kumtegemea. Sikiza, unafaa kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa mambo yote. Haufai kutegemea kiumbe kingine. Mwenyezi Mungu peke yake, tena mmoja, sio wawili, wala usimshirikishe na chochote, wala usiseme Mungu ni watatu katika mmoja. Hapana, Mungu ni mmoja peke yake, hahitaji msaidizi. Mungu angetaka uumbwe ukiwa inzi, unaumbwa ukiwa inzi, kwa sababu yeye ana uwezo wa kufanya chochote. Malizia. Yeye inasema hivi, hakuzaa. Sasa sikiza point, huyu Mungu tunayabudu ambaye ni mmoja hana mtoto, kwa sababu anayezaa ni binadamu. Mungu hana mtoto. Yaani Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake ambaye hana mtoto. Hakuzaa. Mungu hazai wala hakuzaliwa. Wala huyu Mungu hazaliwi. Mungu ambaye tunaabudu hana baba wala hana mama wala hana mtoto. Ni Mungu mmoja peke yake, kwa sababu anayezaa ni viumbe walioumbwa na Mwenyezi Mungu. Pe microphone. Anayo. Mmepata sasa ukweli mahali ilipo. Huyu Mungu ni ngapi? Moja. Na hana mtoto. Unaamini hiyo? Amen. Unaamini Mungu hana mtoto? Wewe ndio Mkristo wa kweli. Ukiona Mkristo anaamini Mungu hana mtoto, maana yake Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Wewe wa kweli? Napala vizuri sasa kilichobaki ni kitu moja tu. Maswali mengi anasema. Kitu gani hiyo? 21 baba. Penyewe 21 108 inasema 108. Iliyobaki ndio hiyo tu. Sasa wewe mtu mzuri bana, iliyobaki ni hiyo, usalimike na moto wa jahannam. Kwa sababu hii duniani unakaa kwa muda mchache, kisha unakufa. Ukizikwa watu wako mpaka wanakusahau, urembo wako unakuishia pale, unaenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu, siku waja watafufuliwa. Umekuwa duniani na haujawahi niabudu mimi Mungu niliyekuumba, utamjibu namna gani? Sasa kilichobaki, kwa sababu umeamini, ni hiyo 21:108 Qur'an. Sema sikuletewa wahi, sijafunuliwa, sikufunuliwa ila ya kwamba isipokuwa Mungu wenu, Mungu wetu ni Mungu mmoja tu. Kabisa, Mungu wangu, Mungu wako ni Mungu mmoja tu. Sasa kilichobaki ndio hicho. Malizia. Je, mumesilimu? Mpatie microphone. Uko tayari kusilimu?
Bado kidogo. Sasa hiyo kidogo ndio nataka ulete, kwa sababu kusilimu ni uwe kama Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa Muislamu, Musa alikuwa Muislamu, Muhammad alikuwa Muislamu, Ibrahimu alikuwa Muislamu, manabii wote walikuwa Waislamu, kwa sababu Mungu ni mmoja, njia yake ni moja, sio mbili. Njia yake ni moja ya kumfikia, ambayo ni ya Uislamu, ndio amepatia manabii wote. Sasa mahali umebakisha ni wapi? Manake usakubali Mungu ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa na hana mtoto, na njia ya Mungu nimekuambia ni mmoja ya kumfikia, hiyo ingine ni ya kwenda motoni. Na njia yenyewe unaambiwa ni ya Uislamu, kwa sababu haiwezekani Yesu awe Muislamu, Musa awe Muislamu, Muhammad ni Muislamu, manabii wote Waislamu, wewe ukatae. Itakuwa unawapinga manabii, na wale manabii wametumwa na Mwenyezi Mungu ili wakuletee risala, na wamekuletea, wamekuambia Uislamu ndio njia pekee yake ya kumfikia Mwenyezi Mungu, hamna nyingine. Na amekuambia Mungu ni mmoja, usiseme wawili au watatu, na umekubali kabisa Mungu ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa, haumshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote, basi wewe ni Muislamu. Ni kutamka tu, tunamalizana na hiyo, unatamka shahada, unakuwa ukiabudu kwa huu msikiti. Tena katika duniani hakuna dini inaheshimu wanawake. Kama uko na bibi, pia Uislamu unaheshimu wanawake. Duniani hakuna dini ambayo inawapatia wanawake heshima kama dini ya Uislamu. Hakuna dunia nzima. Dini ya Uislamu ndio dini peke yake inamwambia mwanamke ajifunike kwa kujistiri, kwa sababu mwanamke ni dhahabu katika Uislamu. Sio kiumbe cha mchezo hivi. Yani amewekwa daraja ambayo ni daraja nzuri zaidi. Tena wewe mamako unaambiwa hata usimrudishie kumwambia mamako unamtii hata ukiwa na umri huo. Akikwambia hivi unakimbia. Yani Uislamu inakuambia utii wanawake kama kitu kingine. Dunia nzima hakuna dini inapatia respect wanawake kama Uislamu. Inakueleza Uislamu ndio dini peke yake inaambia mwanamke aridhi mali ya baba yake. Yani wewe kama uko na watoto 5, uko na wasichana 2 na vijana 3, wale wanawake lazima wataridhi mali kwako. Hakuna dini nyingine inasema hivyo, kwa sababu vyenye Uislamu inashikilia mwanamke na inamweka katika hadhi yake. Umenipata? Yani Uislamu na mwanaume naye imemweka katika kiwango chake. Yani kila mtu katika Uislamu amewekwa katika sehemu yake. Umenielewa? Sasa kilichobaki nini? Uko na swali leo unasikiza. Mimi najua wewe Muislamu. Kwa katika roho wewe usasilimu Mimi sina swali lingine. Kuna swali lingine? Kabisa. Na wewe umeniambia wewe ni Kristo. Mimi na swali moja kwako. Kwa sababu tunaelewana. Chukua microphone. Chukua moja tu peke yake. Wala sikuulizi ngumu. Nilikuwa tu nataka nijue, kwa sababu Waislamu tukienda kwa haja kubwa na haja ndogo tunatumia maji. Je, nyinyi mnatumia nini? Na vitabu vinasemaje? Nilikuwa na swali ndogo wala sio swali kubwa. Ilikuwa tu ya kueleweka, ndio uelewe usafi, kwa sababu hauwezi pia kukaa bila usafi. Usafi ni kitu muhimu sana. Ukienda haja kubwa na haja ndogo lazima utumie maji, kwa sababu maji ndio usafi. Nilikuwa nataka nimfunze hiyo kidogo, lakini naona ako mbio sana. Hebu nione Wakristo ambao tuko kwa leo. Wakristo, ndugu yangu mzuri, Mungu akuongoze uwe Muislamu. Wakristo amebaki huyu mmoja peke yake hapa Vihiga. Njoo tusalimiane brother. Kwa ndio umebaki peke yake Vihiga. Kristo mwingine asa kubali ndio ameondoka hivyo. Barikiwe sana. Pumzika hapa na wewe ujiunge na Uislamu. Uende paradise hivyo. Manake Uislamu ya haki hivyo. Mpatie microphone. Wanakuita nani brother? Alex. Yani unapendeza, lakini ukisilimu utapendeza zaidi. Yani Uislamu nuru. Naona Alex, wewe Mkristo Ndio. Asante, ubarikiwe Alex. Je, Alex, kwa leo ungekuwa na swali gani? Tutafundishana. Alafu kuelezana ukweli mahali ilipo. Mafunzo nimefurahia. Weka hivi microphone. Mafunzo nimefurahia. Asante. Swali yako ya leo ni gani? Ungependa kuwauliza Waislamu ambao kunajuanga nikipatana na Waislamu tawauliza hii, ndio nijue hii na hii na hii. Je, uko na swali gani ungependa kuwauliza Waislamu? Sina swali kwa mimi, nawapenda nyinyi wote Waislamu na Wakristo. Naishi nao na wapenda. Sina ubana nao kabisa. Na hivi karibuni nitajiunga na nyinyi. Yaani hivi karibuni utajiunga na Uislamu. Hivyo. Kwa sababu sawa na ukweli. Unajua ukweli haufichiki. Hivyo. Kwa mfano
Wewe umesema ni Mkristo. Ndivyo. Asante sana. Sisi Waislamu tukienda haja kubwa, haja ndogo tunatumia maji. Ndivyo. Nyinyi Wakristo mkienda haja ndogo, haja kubwa mnatumia nini? Haja ndogo hakuna, maybe haja kubwa ni tishu. Tishu. Asante. Swali nataka nikuulize. Ya. Dogo tu swali. Kuja hapa kijana. Wapi huyu kijana? Tuseme huyu kijana ni wangu Huyu amejiendea haja. Nikamchukua nikamuosha na maji. Ya. Mazuri, maji masafi. Na nikamvalisha nguo mpya. Na mimi baba yake nimeenda haja nikatumia tishu. Alafu wewe ukaingia huko kwa nyumba ukasikia kunanuka harufu ya kinyesi. Ukaniuliza, baba fulani, mbona hapa kunanuka hivi hivi? Nitajiangalia mimi niliojipanguza na tishu ama huyu nimemuosha na maji? Balaa. Sio balaa, ni swali nimekuuliza unijibu. Nitaangalia mwenye nimepanguza na tishu ama mwenye nimeosha na maji? Ule wa maji. Ule wa maji. Maji kumbe itoe uchafu. Kwani wewe ukipata uchafu, hebu angalia, ukienda nyumbani kwa mfano, umetoka kazini, unaambia mke wako akupatie tishu ujipanguze ukalale ama maji uoge ukalale? Uoge. Kwa nini unaitisha maji, mbona usiitize tishu? Maji ndio usafi na muhimu. Kumbe maji ndio inatoa uchafu. Kumbe mwenye aliyetumia maji kwa kuenda kwa haja ametoa uchafu. Lakini tishu inapaka. Na hata maandiko inasema utumie maji kwa Qur'ani na kwa Biblia. Inasema utumie maji, sio karatasi. Karatasi haitoi uchafu. 9:8 kitabu cha Ibrania. Maji ndio usafi. Waraka wa Ibrania 9:8 kwa wenye kusikiliza maandiko ya Biblia. Teremka 10 anza 10 tu. Nimuonyeshe, inasema kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Sikiliza kakangu, hii ni mambo ya kimwili, sio mambo ya kiroho. Vyakula na vinywaji. Na kuna vinywaji, ukila chakula unaenda haja kubwa, ukinywa kinywaji unaenda haja ndogo. Malizia. Na kutawadha. Sikiza, na kutawadha maana yake na kunawa. Na kutawadha kwingine, yani kuna hapa ambaye ni majengo. Na kutawadha kwingine. Na mbale, yani unaosha mbale na unaosha hapa. Patie microphone. Umeelewa? Kumbe ukienda kwa haja kuanzia leo lazima ubebe maji, kwa sababu hata Biblia inakubali ukienda kwa haja lazima usafishe. Kuna majengo na mbale. Tunajua majengo na mbale. Najua hapa kuna watoto, hatuwezi toa mambo mengine. Umeelewa? Maana yake kuanzia leo ukienda kwa msalani utakuwa ukibeba nini? Maji. Na watu wakiona umeanza kwenda kwa choo umebeba maji watajua umekuwa dini gani? Islam. Kumbe Biblia inakufunza pia uwe Muislamu. Kabisa. Unagojea nini kaka? Hivyo. Unachogojea nini? Wacha kabla hujaondoka, unagojea nini? Wakati ndio hii. Uko tayari kuwa Muislamu? Kuwa Muislamu ni maneno mawili. Unakubali Mwenyezi Mungu ni mmoja na unakubali Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yaani hakuna uzito, na unawakubali manabii wote bila kubagua, kwa sababu sisi Waislamu hatubagui manabii wa Mwenyezi Mungu, wote tunawakubali. Hiyo peke yake inaitwa shahada. Ukitamka hayo maneno, basi ya pili ni sala. Unaenda msikitini na unafunza vijana wako hapo, watakufunza na utajua namna ya kuabudu Mungu wako. Uko tayari au bado kuwa Muislamu? Kutamka hayo maneno bila kulazimishwa na mtu. Bila kulazimishwa na mtu. Uko tayari kuwa Muislamu? Uko tayari kuwa Muislamu? Ndio. Asante sana. Utarudia maneno nyuma yangu Ndio. Sema bismi Rahman Rahim. Chukua hii kidole ya kulia. Kidole ni ya kulia. Fanya hivi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Sema nakiri kwa moyo
Nasema nakiri kwa moyo bila kulazimishwa na mtu bila kulazimishwa na mtu kuwa Muislamu. kuwa Muislamu. Rudia tena, nakiri kwa moyo Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwa hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nakiri na kuamini. Mwenyezi Mungu niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo maneno machache usakuwa Muislamu. Yani Uislamu haina uzito. Maneno machache tu usakuwa Muislamu. Anielewa eh? Sasa wewe ni Muislamu, tutakuwa tukishiriki kwa hiyo msikiti. Na haya maneno machache ndio ukiyakataa yatakupeleka motoni. Ukikubali tu na ukaamini na ukafuatelekeza, wewe unakuwa Muislamu na unaenda kuingia katika paradise ukifuata namna Uislamu unavyosema. Zamani ulikuwa ukiitwa jina gani hii ya wazungu hii? Alex Chediku. Chediku. Chediku inabaki. Hii Alex ndio kidogo ni ya wale watu weupe. Sasa katika Uislamu kuna majina mazuri. Utasikia mtu anaitwa Muhammad, mtu anaitwa Isa, mtu anaitwa Musa, mtu anaitwa Ibrahimu. Ungependa jina gani katika Uislamu? Majina ya kujuana. Musa. Mashaallah. Allahu akbar. Musa. Majengo tumepata Musa. Mashaallah. Karibu katika Uislamu. Hiyo ni kitabu ya sala. Hiyo utaonyeshwa namna ya kutekeleza sala yako na namna utakapokuwa ukiendelea na ibada zako. So wewe usakuwa Muislamu, tulia hapa tu tukupatie wenyeji hapa. Ndio kabisa, yani siku ya kwanza na tunapata nusra. Wallahi Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu na hauwezi kuipeleka hivi. Yani Mungu ametuleta siku ya kwanza na siku ya kwanza tunaipata nusra. Hawezi kuizima nuru. Hawezi zima nuru ya Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu sema kabisa na nuru ya Mwenyezi Mungu huwezi zima. 28:60 Qur'ani kwanza baba. 28:60 Al-Qur'anul Karim inasema hivi. Naam. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Asante. 60 nasema na chochote mlichopewa basi ni matumizi kwa maisha ya dunia. Asante. Na mapambo yake tu. Teremka. Lakini kilichokuwa kwa Mwenyezi Mungu ndicho bora. Kilichokuwa kwa Mwenyezi Mungu ndio bora na ndio umechagua. Na kitabaki. Na kitabaki. Malizia. Je, hamfahamu? Je, hamfahamu kuhusiana na Mwenyezi Mungu? Hata hamtaki kufahamu, teremka. Je, mtu yule tuliyemwahidi ahadi nzuri na tena atakayoipata atakuwa sawa na yule tuliyomnufaisha kwa manufaa ya maisha ya dunia tu. Teremka baba. Kisha siku ya Kiyama awe miongoni mwa watakaohudhurishwa motoni. Asante. Na wakumbushe siku atakapowaita Mwenyezi Mungu aseme sasa hapa ndio kuna pointi kabisa. Kumbuka siku ambao Mwenyezi Mungu atakapowaita watu, ambao hawa watu ni sisi binadamu wote tukifufuliwa, na hawa watu wanaokusudiwa ni wale ambao walikuwa wanamshirikisha Mwenyezi Mungu na viumbe vingine. Sikiza habari sasa. Mwenyezi Mungu aseme, atawaambia watu, wako wapi washirikina wangu ambao mlikuwa mkiwadai kuwa washirikina wangu? Sikiza, wako wapi wale mliokuwa mnadai kuwa ni washirika pamoja na mimi Mwenyezi Mungu? Yani wewe unasema Mungu ndio yuko, lakini sio mmoja, ni wawili au ni watatu. Sasa Mungu atakuuliza, wapi hao ambao wengine ulioniongezea? Kwa sababu Mungu ametangaza yeye ni mmoja peke yake, lakini wewe ulimuongezea Mwenyezi Mungu ukasema hapana, lazima awe na msaidizi. Sasa Mungu atakuuliza hiyo swali siku ya mwisho, wako wapi wale mliokuwa mnadai kuwa ni washirika wangu mimi Mwenyezi Mungu? Malizia baba. Watasema wale iliyothibitikia juu yao kauli ya adhabu ya Mwenyezi Mungu,
Mola wetu, hao ndio tuliowapoteza. Yani hao ndio tumewapoteza kabisa. Tuliwapoteza kama tulipopotea. Yani tumewapoteza kama tulivyopotea sisi, manake wasapotea sasa. Sasa wanashindwa kwa sababu wanaulizwa swali, wako wapi wale mliokuwa mnawashirikisha pamoja na Mwenyezi Mungu? Malizia. Inasema tumepotea kama tulivyopoteza, tunajiepusha nao mbele yako. Tunajiepusha nao mbele yako, lakini ni tule wakati duniani ndio mungeamini hayo. Malizia. Hawakuwa wakituabudu sisi. Na itasemwa, waiteni washirika wenu. Waiteni washirika wenu. Basi watawaita, lakini hawatawajibu. Hawawezi wajibu kwa sababu wao hawakuwa miungu. Yani Mungu ni mmoja peke yake. So hapa tunafundishwa usije ukamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, na unafaa uwe na itikadi ya kwamba Mungu ni mmoja peke yake, kwa sababu hiyo ndio haki. Na haki huwezi ichanganya na batil. Haki iko wazi na uongo pia iko wazi. Hauwezi changanya. Hiyo iko straight kabisa. Hii ndio ukweli na ukweli isafika. Hebu niwaone Waislamu tuko wangapi kwa leo hapa? Manake unasikiza kuja basi. Manake wewe Uislamu wako kidogo, njoo nikusalimie. Hiyo sunna yako naye. Pumzika hapa kidogo dakika moja hapa. Kiti yako ndio hiyo. Naona kama sio mbaya vile. Waislamu niwaone, Waislamu kwa tuko. Tuweke chini. Kaka zangu niwasalimia hawa baba. Huyu kijana huyu. Au ndugu yangu huyu mwingine. Waita tu niwasalimie. Nenda kwa kijana. Wawili, wala siwaulizi swali. Njooni tu niwasalimie. Njooni ndugu zangu hawa namna hivyo. Barikiwe sana. Namna hivyo mbarikiwe. Sikeni hapa. Namna hivyo. Barikiwe, pumzika hapo. Tujuane sisi wa Kenya. Wa Kenya ni watu wa amani, wanapendana. Kaka zangu, pumzika hapa dakika moja. Wala sikuulizi chochote, sikuulizi chochote. Haya. Kaka zangu niwasalimie, nyinyi wawili hapo. Nyinyi wawili, njooni niwasalimie. Salamu ya Mungu tu. Njooni niwasalimie. Mkiwa nyote wawili, njooni niwasalimie. Wape kiti hapa. Hapo kwa kinyozi kuna watu. Tulie kidogo bila wasiwasi. Ninapenda marafiki tujuane. Wewe pumzika, wewe sikuiti. Wewe nimekuahidi, wewe pumzika, usikize sikuiti wala usiende. Asitoroke. Wewe usitoroke, sikiza tu wala sikuiti kabisa. Haya, mpe huyu kaka nimsalimie. Huyu rafiki yangu huyu. Wanakuita nani? Mimi wananiita Salim, mimi Muislamu. Mimi naitwa Patrick Mdavadi. Asante, ubarikiwe Patrick Mdavadi. Sisi wote binadamu kwanza. Najua hivyo Wewe binadamu, mimi binadamu, zote binadamu. Je, ungekuwa na swali ungependa kuwauliza Waislamu? Swali yote ya kutaka kujua maybe kuna kitu hujui katika Uislamu. Maana sisi tuna maswali mengi sana ya kuwauliza lakini tunakosanga nafasi. Asante, ubarikiwe sana. Kesho ukuje mapema tuzungumze. Nina swali. Una swali? Sasa unaweza nipatia ruhusa nikuulize swali moja tu? Naweza nipa ruhusa? Ndio. Asante. Swali yangu ni ndogo, manake inanisumbua na manake sielewi. Kuna hii siku iko karibu kufika, inaitwa tarehe sijui 25. Mnahitaji hivi? Christmas Day. Christmas Day. Asante, ubarikiwe. Hii Christmas ni nini? Manake hata si Waislamu tumechanganyikiwa, hatujui hii Christmas ni nini. Tulikuwa tunataka tukipata Mkristo atueleze Christmas ni nini. Tukijua hata si labda tunaweza sherekea. Ni nini hii Christmas? Siku ya kusherehekea. Kusherekea nini? Na kama kanisa. Mnaenda tu kanisa. Mambo mengine. So sio, haimaanishi ati Yesu amezaliwa Krismasi. Amezaliwa Krismasi. Okay. Ndio nimeshangaa kwa sababu huyu Yesu ni Muislamu. Na sisi tuko kule msikitini tunashangaa kuna watu wanasema Yesu amezaliwa Krismasi wakati huyu Yesu ni Muislamu. Sasa tunashangaa mbona sisi hatuelezwi? Unanielewa Weka hivi. Nielewa. Nakuelewa. Lakini katika vitabu sijaona mahali popote inasema Yesu amezaliwa Krismasi. Hakuna. Umewahi pata wewe? Bwana. Sasa hiyo sijaiona. Unielewa Kama sijaiona. Hata wewe kumbe hujaiona.
Kama hujaiona basi huwezi sherekea kitu ambao hakiko kwa vitabu. Unaona? Hata naona unafurahi. Maana kama hujaiona manake haiko. Sijui kama unanielewa. Nakuelewa. Haiko. Ile iko ni hii Krismasi ama 25 Disemba kuna kitu kilifanyika. Hiyo ndio imerekodiwa. Yeremia 52:31 na uangalie hapo. Hebu angalia kwa macho yako. Yeremia acha nimuonyeshe 52:31 inasema hivi, kwa sababu hapo ndio wanaingiza shiriki sana wengi. Alafu huwa na maneno mazuri kama kiongozi kabisa, tena pole pole kama vile Musalia kabisa. 52:31 inasema hivi, 52 ndio hii. Samani upepo kidogo. 52 je, nimempa kazi kidogo, ndio hivyo. Hata ikawa katika mwaka wa 37, ilikuwa ni katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakini, sika point by point, wa kuhamishwa kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12. Patie microphone sasa. Katika mwezi wa 10 na ngapi? 2. Mwezi wa 12 tunahitaji Disemba. Teremka chini usikie. Siku ya 25 ya mwezi. Siku ya 25 ya mwezi ambao nyinyi mnasema ndio Yesu amezaliwa. Kumbe ni kitu kilifanyika. Kitu gani kilifanyika? Malizia aone na macho yake. Inasema siku ya 25 ya mwezi. Samani kidogo ya mwezi. Elfimerodaki, mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamwinua kichwa chake Yehoyakini. Akafanyaje? Mfalme wa Yuda akamtoa gerezani. Sasa kumbe vitabu vinasema siku ya 25 Disemba ni mtu alitolewa wapi? Gerezani. Weka microphone. Gerezani. Alitolewa gerezani. Wale watu wake wakasherekea, wakafurahi kwa sababu mtu wake wao ametolewa gerezani. Na wewe Mkenya ukaanza kusherekea mtu kutolewa wapi? Gerezani. Lakini sio Yesu kuzaliwa. Unielewa? Nakuelewa. Yesu hajazaliwa katika hiyo mwezi. Na Yesu alikuwa ni Muislamu. Mbona usifuate pia uwe Muislamu? Maana Uislamu ndio ukweli. Na ndio tunakueleza, tunaongea ina humble way. Nimefundisha kwenda kwa haja lazima utumie maji. Maana ukitumia karatasi au tisho huwezi kuwa msafi pande hizo. Maana usafi unahitajika. Hygiene. Na nipala vizuri Tumefundisha Mungu ni mmoja, hana mtoto, na hiyo yote umekubali. Sasa tunakukaribisha uwe Muislamu. Unasemaje? Napenda hivi. Unapenda pia Uislamu. Unasemaje sasa? Kwa tayari pia ujiunge uwe Muislamu, uwe unaabudu mara 5 kwa siku pale, ufuate Uislamu. Uko tayari kuwa Muislamu wa kufuata Uislamu kwa roho yako, sio kulazimishwa na mtu, kwa sababu Uislamu hakuna kulazimishana. Uislamu ni wewe uchague wewe mwenyewe, useme niko tayari. Ukiwa tayari tunakutamkisha shahada. Tukimaliza basi wewe unaenda msikitini mara 5 kwa siku unakuwa ukiabudu. Je, uko tayari kuwa Muislamu? Uko tayari kuwa Muislamu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haya, rudia nyuma yangu. Inua kidole ya kulia namna hivi. Weka microphone hapa kwa mdomo vizuri. Sema bismi. Lahi. Rahman. Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Sema nakiri kwa moyo bila kulazimishwa na mtu kuwa Muislamu. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah
hakuzaa wala hakuzaliwa. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nakiri na kuamini. Mwenyezi Mungu niongoze nife nikiwa Muislamu. Asante sana. Kwa hayo maneno machache usako wa Muislamu. Yaani Uislamu ndio dini ya watu wote. Uislamu haina ukabila wala Uislamu haina atuwe ni tajiri au maskini. Sote tunawekwa katika level moja. Unanipata vizuri Sasa ungependa jina gani katika Uislamu? Jina gani ungependa katika Uislamu? Uislamu jina ni jina. Ungependa jina gani? Tukuite Muhammad, tukuite Isa, tukuite Musa, majina ya kujuana. Hassan. Ndio tujue huyu ni Hassan, ndugu yetu Muislamu. Babu. Unaitwa Hussein, ndugu yetu Muislamu. Ali, ndugu yetu Muislamu. Kasim, ndugu yetu Muislamu. Ungependa jina gani la kupendeza katika Uislamu? Mimi babu. Huyu ananiambia yeye anaitwa Abu Bakar. Mashaallah. Wewe ungependa jina gani katika Uislamu? Mimi Muhammad. Ayya, Allahu Akbar. Muhammad. Pia Muhammad alikuwa na hizo ndevu ulivyoweka. Tena hiyo ni sunna. Yaani namna ulivyo, yaani wewe mashaallah, mashaallah. Sasa utaitwa Muhammad Mudavadi. Asante sana. Karibu katika Uislamu. Alafu kuna ile kitabu yetu ya sala. Imamu ndio yuko. Alafu ndio hivyo. Hapa unawapokea mmoja baada ya mwingine. Manake hawa tunawashika hivyo hivyo, wanaendelea kuwa Waislamu. Manake Uislamu safika, nuru ikiingia ndio imeingia. Na hakuna kulazimishana. Yaani mtu anakuwa Muislamu na anaona wengi, hata wengine ni ile tu anaona nini, lakini hasa kubali kabisa. Yaani ndio hivyo. Yaani wanakuja hebu Waislamu naone kwa ishara ya mikono. Na muona tuweke chini. Wewe Muislamu sasilimu. Bado njoo basi upige shahada yako, malize tu, njoo ukalia hapa. Yaani ni siku ya kusilimisha tu. Yaani na kusilimu ni bure. Hakuna 500 wala nini ya kuingia katika Uislamu. Ni bure tu. Unasilimu alafu unasoma Uislamu. Na unaingia msikiti wote, na ukifa hakuna mambo ya kupeleka mochari unawekwa huko unakaa, hapana. Naenda lazima. Hata ndugu yangu ananiambia yeye hasa silimu kabisa kwa roho. Njoo basi tumalizie kabisa kwa shahada. Hebu mpe huyu tumalizie naye. Ake naye anasema anataka kutamka shahada. Wanakuita nani kwa bahati nzuri? Samson nani? Okongo. Asante sana. Wewe Okongo ni Mkristo, si ndio? Weka microphone hivi. Mkristo Ndio. Asante sana. Je, una swali ama ungependa kujiunga kuwa Muislamu? Unatamani kuwa Muislamu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hapa ni kusilimisha tu yani. Na kuna dada zangu wawili ambao hapo nimewaona pia nao waje wasilimu, manake si saa ya wokovu imefika. Yaani ndio kuingia katika dini ya Yesu ya manabii wote. Hii thawabu bana Kasim, njoo umalizie umsilimishe huyu, alafu wengine naona tu wanataka tu kusilimu. Yaani wananiambia leo hakuna mambo mengi. Hata ule anatangaza tangazo naye naona kabisa sasa kubali, yani Uislamu ndio kabisa, naye pia anakuja hapa anapiga tu shahada, msilimishe huyu. Na kuna dadangu hapa sijui ameenda wapi, pia naye naona kama alikuwa anataka pia kupiga shahada. Haya, bismillah. Mashaallah, mashaallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tunafurahi sana sisi kuona hii natija kama kutoka kwa majengo. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inua kidole twende direct bila kupoteza hiyo, right? Sema bismi lahi rahman rahman. Inua sauti pole pole, tunaenda wote, usiende speed. Sema bismi lahi rahman rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Nakiri kwa moyo
Sema nakiri kwa moyo Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi wangu kutamka kwa mdomo bila kulazimishwa na mtu yoyote. bila mtu mmoja, Sauti, bila kulazimishwa, bila kushirikishwa, bila bila kushawishiwa kulazimishwa na mtu yoyote, ya kwamba kwamba hapana mola Bwana mmoja apasaye kuabudiwa kwa haki kuabudiwa haki isipokuwa Allah, na kutoa halali, na nakiri ya kwamba na akili ya kwamba Muhammad Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu mtume mwalimu na Yesu Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. mtume Hivyo kwa maana ushakuwa Muislamu. Masha Allah, tunafurahi sana tukisikia hivyo, tunasema Allahu Akbar, yani Mungu ni mkuu. Ukisikia hivyo unajua tunafurahi. Niambie sasa, ulikuwa unaitwa jina gani hiyo kabla? Samson. Samson. Sasa si unajua ni ile ingine ile ya kubatizwa, sio? Na sasa hivi umeshasilimu, umerudi kwa dini yako ya asili, kwa sababu ukizaliwa ulikuwa Muislamu, ukatolewa kwa Uislamu, ukafanywa Mkristo, sasa unarudi tena kwa dini ya zamani ya babu ya kina Nagongo, sio? Niambie ungependa jina gani? Kuna Muhammad, kuna Ibrahim, kuna Yusuf, kuna Idris, Ishaq, Hassan, Ibrahim, Yusuf, Yaqub, Daud, Suleiman, Idris, Abu Bakar, Abdi, Abdullahi, Ali, Salim, Abu Bakar, Idris. Ungependa ipi? Gani ndio inakupendeza? Ali Ali, mashaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ali ni jina moja katika wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jina ya ndugu yake. Kazini yake alikuwa anaitwa Ali. Ali inakuhusia wewe usiangalie tabia za Ali wengine au Waislamu wengine, sawa? Utasoma, utafundishwa, unafaa usome Qur'ani na Uislamu ujue kutoka Qur'ani. Kwa sababu watu huko nje wanaongea maneno mengi kuliko kuhusu Uislamu. So ukichallenjiwa tu unarudi kwa kitabu cha Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, unarudi kwa mafundisho ya Mtume, utapata jibu. Karibu sana, feel free, feel at home. Ujue Mwenyezi Mungu kwa hayo maneno uliosilimu amekusamea madhambi zako, na sasa umeanza ukurasa mpya. Mpe mwingine, naona amekasirika kweli ndani. Hebu njoo kwa imam hapa, umpatie pia hiyo kitabu yake, mafundisho yaendelee kama kawaida. Habari yako kaka? Salama sana, sijakasirika. Hebu smile basi. Hivyo unataka usikasirike. Hii Kenya ni mali ya furaha, Kenya amani. Nionyeshe maneno Haya, uliza maneno. wewe, niambie ndio nikujibu. Nikwambie ndio unijibu. Umekunywa nini? Ati Umekunywa nini? nakunywanga pombe kidogo, lakini nilikuwa nataka kuingia kwa hii kanisa yenyewe, sijui nakuanga Imekubaliwa kukunywa pombe? mama yangu. Eh. Wacha nikwambie, si mama, Ehe. baba yangu hata hakuwa anakunywa pombe, lakini mimi ndio tuko watoto 12, lakini mimi ndio peke yangu ninakunywa pombe. Sawa, Imeisha kuanzia leo, sawa? Pombe hakuna kunywa tena, kwa sababu wewe unaanza kuacha njia ya baba yako, unaacha njia ya ndugu yako, unaacha maamrisho ya Mungu wako. Anakuambia usikunywa, unakunywa. Si unaona unapinga Mungu? Angalia Mungu, unaamini Biblia? Unaamini? Ndio. Ni mafundisho ya Mungu. enye niko nayo mama. Hiyo. Sawa, Sikia inakuambia je, 5:11 nimalizane naye. Wakorintho wa kwanza 5:11 wa Korinto ni wa kwanza. ama 11:5. Pia huku tunawakaribisha. Naona huko watu wameenda mbali kweli. Karibisha wamama Wamama huko pia tunawakaribisha, lakini sijui ndio wanaenda ibada ama twende. Wakorintho wa kwanza 11:5. 1:5 inasema hivi. Mwenye swali anakaribishwa, kwa sababu mkutano ni wa kila mtu, mkutano wa amani, mkutano wa kufundishana mambo ya Mwenyezi Mungu. Acha tuangalie 5:11. Inasemaje? 5:11 inasema lakini mambo yalivyo kaka, aliwaandikia kwamba, unaandikiwa ya kwamba usichangamane na mtu asijaribu kuungana na mtu aitwaye ndugu, mtu ambao ni ndugu yake kama wewe. Ndugu wako wote, wewe peke yako ndio unakunywa. Sasa mtu ambao anamuita ndugu mwenzake anaambiwa asichanganyikane naye akiwa na sifa zipi?
akiwa ni mzinzi, akiwa ni mzinzi usichanganyikane naye mwenye kuzinizini. Endelea. au mwenye kutamani, Akiwa ni mwenye kutamani pia usikubali maneno yake. Endelea. au mwenye kuabudu sanamu, Akiwa mwenye kuabudu sanamu pia weka kando, hiyo ndio unaandikiwa. Endelea. au mtukanaji, Mtu akiwa mtukanaji pia weka kando, usifuate maneno yake. Endelea. au mlevi, Ati nini? au mlevi. Hebu mpe. Anayo. Kumbe mlevi pia tunaambiwa tusifanye nini? Isichekamana Hebu sikia, bado haijaisha, maliza. Ngoja malize kitu. au mlevi, Safi. au mnyang'anyi. Maliza. Mtu wa namna hii mlevi, Mtu akiwa hivyo ako kumi keroro. namna hii msikubali hata kula naye chakula. Sasa chakula ya Mungu tumekatazwa kula nayo mpaka uko soba. Ukikuwa soba uje, tutakula vizuri, tutaongea mambo ya Mungu. So kesho ukunywe maziwa ukuje ukiwa fresh. Hebu yule Waislamu kwanza. Haya. Waislamu ngapi? Tuweke chini. Wakristo ambao wanampenda Yesu, wanaamini Yesu ndio mkozi wa maisha yao. Hawaoni haya. Wakristo wako kwani tumewasilimisha wote? Wangapi? Siwaoni jamaa. Kuna huyu anasema ana swali. Haya, mpe. Anayo. Namkaribisha hapa mtu ana swali yote anakaribishwa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Muislamu? Ama umeamua tu kunisalimia hivyo? Ndio napata lugha. Sawa. Swali ni gani? Swali yenye iko. Ni bure. Ni bure, hakuna swali linalipishwa. Hebu nimsalimie ukaka amekuja kusituketi upande. Habari yako kaka bro? Huyu anaongea na yeye. Kuja brother, unasalimiwa. Nisalimie pia, naomba nisalimie tu. Nimefurahi sana vile umekuja kumjulia huyu rafiki yetu. Hali, habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Brovias Mwana. Muamini Muislamu bro, na wewe? Mkristo? Wakristo si marafiki zetu, unaona. Karibu kwanza upate kiti. Unachochoma aje wakati sisi tumeweka kiti hapa? Ndio hii kiti hapa. Kiti tu hapo. Msonge ngoja. Wacha huyu akae hapa kidogo. Unataka kuingia katika chakula hapo na basi. Naam. Huyu kuna maneno ananiambia hapa kwa siri, sijui kwa nini hataki kusema. Anasema dadake ni Muislamu, lakini yeye ndio bado. Hata huyu anasema ndugu zake wakunywi, yeye tu. Naye huyu anasema dadake ni Muislamu, bado yeye bado. Kwa nini? Ndio maana ukasikia nikisema asalamu alaykum, kwa sababu ushajua, kwa sababu inatumika sana nika sana. Hata ule mzee mwenye ana kuduru asubuhi ni wanga ananiamusha nikikuja kutoa bwana, kwa nini nisikie kama nyinyi? Unajua salamu alaykum ni salamu za Kiislamu. Ukisikia mtu anasema ni salamu za Waswahili na kudanganya, ni muongo sana. Si ndio? Ni ukweli. Haya, mpe huyu sasa nisikie maneno yake. Hapo anauliza ati mbona asikae kama sasa nyinyi Waislamu? Tutamueleza hapo pia. Haya, niambie bro, umesemaje? Nikumbushe jina kidogo. Nimesema naitwa Brovias Mwana. Brovias. Kinashangaza niseme bro. Brovias. Bro? Yes. Vias. Yeah. Brovias. Okay, Brovias, karibu sana kwa mkutano. Ni mkutano wa kidini lakini tunakaribisha dini yote, sawa inakubalika. Na kwa hivyo tunawapatia nafasi mtu kuuliza kuhusu dini yetu ambao iko na misconception nyingi sana kwa wasiokuwa Waislamu. Ni sawa. Kwa sababu ya habari ya watu wanaosikia. Kwa hivyo sijui Brovias, kama uko na swali ya kuuliza Waislamu ama Waislamu wakuulize, kama kuna kitu labda umechanganyikiwa katika Uislamu, unaona unafanyanga kitu lakini huelewi, leo tunakupatia golden opportunity ya kuuliza Waislamu wenyewe kuweza kusikia. Asante sana, nakubaliana na hiyo. Karibu. Ninasemanga hivi, Biblia iliandikwa na missionaries, si ndio? Mimi sema hivyo. Wewe sema hivyo, ni asante tu. Na hii Quran, ni Quran, mmesema ni Quran. Quran tuliandikiwa na kina nani sasa? Qur'ani tuliandikiwa na kina nani? Qur'ani iko na sehemu mbili. Qur'ani ilitoka kwa Mwenyezi Mungu kuja hapa. Unataka iliyoandikwa huko ama hii iliyoandikwa hapa? Kwa sababu hii ni photocopy ya hiyo. Nataka kitabu kiliandikwa na kina nani? Haya, mpe. Asili ya kitabu iliandikwa na hawa 80:11. Asili ya hii Qur'ani, angalia mahali imeandikwa. Acha angalie na macho yake. Hizi zingine zote zimekopiwa, alafu ndo zikaprintiwa ili sisi tupate kusoma. Twende. Acha nimuonyeshe na macho yake. Naam. 80:11 Qur'ani. Angalia hapa brother.
Inasema sivyo? Sivyo. Hakika Qur'ani hii, Hakika hii Qur'ani ambayo unauliza habari zake ni nasaha, kwanza ni nasaha, mawaidha. ni mawaidha mazuri sana. Basi kila apendaye, Mwenye anapenda mawaidha atawaidhika, atafaidika sana. asiyetaka, Mtu ambaye hapendi mawaidha anachukia, basi mwachilie mbali. usimlazimishe. Twende. Mawaidha haya Mawaidha haya ya Qur'ani yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, ilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotukuzwa, ukurasa hizo, zilizotakaswa, ukurasa zilizotakaswa, zilizomo wapi ukurasa hizo? mikononi Wanani? mwa malaika, Wanani? waandishi, Wanani? malaika Safi. waandishi Naam, wa Mwenyezi Mungu. ndo hao waandishi. Tena imeandikwa, si maneno yangu. Nadhani imekuonyesha ama amesoma vitu zake. Ameona? Mpe. Umeona? Nimeona. Clear kabisa. Swali lingine? Swali. Naam. Nikikuja katika Biblia sasa mimi. Wewe anajiuliza maswali mengi kuhusu Biblia. Naam. Kwa sababu Biblia tunaambiwa iko na translation sasa. Tunapata Biblia iko ya Kiswahili, tunapata Biblia iko ya Kiingereza, hata bado utapata Biblia iko ya Kimaragoli. Ni kweli si kweli? Kweli kabisa. Ni kweli. Naam. Na by the time unaendelea kusoma Biblia zote kwa pamoja, unapata Biblia one verse inakuchanganya na hii Biblia nyingine. Kwa sababu gani? Unajua, unauliza swali gumu sana. Mimi na kujua tu. Unajua ni imani yako, si imani na kitabu yako bado. Okay. Kitabu ni yako, imani ni yako. Ungeniambia kwa nini kitabu yako inakuchanganya? Kwa sababu umeniuliza yangu nikakujibu kupitia kitabu changu na nikakutolea andiko. Lakini mimi nimepata nyinyi nyote mko na Qur'an na mko na Biblia, ndio kwa sababu nikauliza swali kwa hiyo. Ili mtu akisema mimi siamini Qur'ani, imani yangu ni Biblia, tunamsomea imani yake, kwa sababu tunajua hii na hii imani yake ambayo kwamba inafundishwa hapo ndani. Kuna maneno ambayo kwamba ni ya Mwenyezi Mungu, itakufurisha wewe Mwenyezi Mungu. Unajaribu kunipeleka wapi? Kukupeleka kwamba wewe ukitaka kufika kwa Mwenyezi Mungu njia ni moja. Na hiyo njia ndio sahihi. 626 Qur'ani. Naam. Kalia, hii ndio Qur'ani. Unajua yeye anasema kwa Biblia ameanza kuchanganya. Anasema amechanganyika, kusoma hii verse inapigana na hii inapigana na hii. Sasa tumekuwekea kwa sababu sisi tumesoma hiyo na tumesoma hii nyingine. Hiyo ulevi anasema kuna nyingine inasema kidogo ya tumbo. Sasa anachanganyikiwa. Twende. Inasema 626. Naam. Angalia hapa. Inasema hivi, hiyo njia ni gani? Na hii dini ya Uislamu ni nini? Na hii dini ya Uislamu, and this religion of Islam, ndiyo njia, is the true way, ya Mola wako to your Lord, iliyonyoka. Mpe. The straight way, straight. Asanteni sana. Nakubaliana nanyi, si sawa? Unaona? Mnakuja mtuambie. Mimi what I know, if it not there, the missionaries who came and wrote. In fact, at Hinduism, if they come here, they will tell us the truth, and they will say the same thing what people are just saying. Of course, hiyo. Muongea nini? Muongea nasema, mimi what I know. Umuuliza nini alafu unajibu nini? Najiju, mimi niweza mimi ni Mkristo, ni kweli? Wewe umesema wewe ni Muslim, ni kweli, tujakataa. Nimekwambia njia ya kufika ni ngapi? Moja tu. Nikakusomea, sawa? Ni sawa. Wewe si umepinga? Sijapinga. Si umesema hii ni hivyo, wewe inajuanga hivyo. Hinduism pia ukikuja wanasema hivyo, inamaanisha njia si moja. Ni sawa. Sasa proof, njia si moja. Njia si moja. Kwa moja peke yake, hakuna njia mbili. Ukienda kwa Mungu na njia nyingine utarudishwa. Muislamu, nikuulize. Mungu aliunda kuna siku ngapi katika dunia? Unajua si kwa wiki ama kwa mwezi ama kwa dunia? Kwa sababu dunia bado hata sijui mimi itaisha lini, utaniuliza. Kwa siku kuna siku ngapi? Wacha kuchanganyikiwa bro. Kwa siku tena kutakuwa na siku ngapi? Kwa siku ni moja, siku yenyewe ni moja. Tena itakuwa na siku nyingine ndani mwani.
Uongo. Siku ni mbili. Kuna siku ya mchana na kuna siku ya giza, hiyo usiku. Hiyo hapana, hiyo usiku ni usiku wa huu mchana. Kwa mfano leo ni Alhamisi. Usiku wa leo ni usiku wa kuamkia Ijumaa. Leo usiku itakuwa ni usiku wa kuamkia Ijumaa. Ukiamka siku moja. Ni siku moja. Sasa wewe utasemaje siku moja alafu tena uniulize ni ngapi? Epuka kidogo. Ukiambiwa ukishakuwa soba utaongea. Mimi mpaka mniambie ukweli, mimi sijakubaliana. Sasa swali yako tuko kwa njia, unatupeleka kwa siku. Mbona unataka kuchanganya maneno? You are contradicting. Uko na andiko wewe, njia uliyofuata inafika kwa Mungu? Ama unafuata tu na huko shua? Hiyo njia uko juu yake. Inafika kwa Mungu. Azini ya Ukristo. Ni ya kufisha mtu kwa uzima wa milele. Na tukiongelelea about kifo, si kifo tunapitia katika kifo ndio tupate kwenda hiyo njia nyingine. Ndio nakuuliza hiyo dini itakusaidia katika kufikisha hiyo kifo? Ile vitu yote umeahidiwa kweli iko ama hujaidiwa kitu? Tumeahidiwa vitu vingi katika nini. Umeambiwa ukifo utapata nini ukiwa Mkristo wewe? Kwa sababu angalia, ukifo ukiwa Mkristo unawekwa kwa mortuary. Kama vile nyama na hizo nini, sawa, hizo vegetables zisiharibike, unawekwa kwa fridge, unakaa pale unakauka. Ukishatolewa pale, wewe ni Mkristo mwenye imani yako kwa Mwenyezi Mungu, unachukuliwa unapelekwa kwa kanisa. Waumini wanaambiwa huyu kwa sababu anaenda safari muhimu sana avae suti. Hujawahi vaa suti kwa maisha yako, lakini siku ile unakufa lazima upigwe suti, hata kama ni ya 50,000. Uvae suti, uvae tai, uvae suti full pamoja na viatu sharpshooter, ununuliwe simu, uwekewe memory card, uwekewe line, unaenda kupigia nani? Alafu ukiuliza mchungaji anakuambia wacha maswali mingi, kwa maana you don't have to disturb the Holy Spirit. Somebody say Holy Spirit akona safari ya kwenda kwa Baba. Sasa safari ya kwenda kwa Baba unaenda na line, unaenda na simu kufanya nini? Suti unamnunulia nini? Kuna watoto ni matajiri, hawawezi kusaidia wazazi wao mpaka wakufe. Wakati anaingia kaburi ndio unaenda ati unasema baba yangu atazikwa na jeneza ya 200,000. Jeneza mbona hukumpatia akiwa hai? Alikuwa anakaa kwa nyumba ya mabati. Ndio nakwambia hiyo njia haiwezi kukusaidia, ni njia ya kukupoteza. Wewe unaambiwa umshughulikie mzazi wako baada ya amekufa. Hakuna mtu anakuambia hivyo. Na dua ya mzazi unapata wakati anapumua. Mzazi wako kukwambia enda mtoto wangu nimekubariki, hakuna kitu itakusumbua, ni hivyo. Lakini wewe haumpatii mzazi, unaenda kupatia pasta ambaye ako na gari, anatembea na V8, unamuongezea. Baba yako ako njaa, unamwacha. Jirani yako ako njaa, unamwacha. Watoto wako unawaacha, hata wengine uwapatike yenye wanataka, kwa sababu unataka ile prophecy ulioambiwa itatokea kwa maisha yako itimie. Asante sana. Sasa niambie njia inakusaidia aje kufika kwa Mungu? Najua inisaidie. Sasa kama ikusaidii mbona unafuata? Na wewe sasa nikifuata njia yako nitafika kwa Mungu. Ni kweli. Rudia hiyo andiko tu, usiongeze. Angalia hapa. Angalia hapa. Kwa sababu mimi sitaki nikwambie na akili, nataka nikusomee kwa maandiko. Unajua tatizo, kuna watu wanaongea sana alafu wanasoma andiko moja tu. Sasa hapo ukiuliza tukujibu kwa maandiko, kwa sababu fact ndio inaongea, sio sisi. Inasema, iseme Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na hii dini ya Uislamu bila kuficha ndiyo njia ya Mola wako iliyonyooka. Ukinitolea andiko kama hiyo inasema na hii Ukristo ndio njia ya Mola wako, ningekufuata kitambo. Yaani mimi nisali kila siku mara 5 na kuna njia nyingine rahisi hapa ya kungojea Jumapili tu ama Jumamosi, ningekuwa najisumbua na nini? Ningekuwa naamka saa 10 nishike maji baridi ya nini? For what? Ni asante. Sasa wewe kubali bana, njia ndio tufuate pamoja, kwa sababu mimi sitaki nikuache. Unajua wewe ni kama jirani yangu, rafiki yangu, nikikuona unaingia kwa shimo siwezi kukuacha. Nakwambia ndugu hapo kuna shimo. Nikikufuata nitakufa kama Yesu, tena nifufuke ama hapo kunijibu itakuwa ni sawa. Kama nitakufa kama Yesu, nikunjwe na nizikwe, alafu siku ya 3 mimi nitafufuka niende na Yesu tu. Hapo itakuwa ni sawa. Hata waliomwamini Yesu katika uhai wake hawakufanyiwa hivyo. Wewe unataka mimi nikufanyie?
Yesu mwenyewe hakuwafanyia wanafunzi wake, walikufa na wakaenda kabisa. Mimi hiyo natafuta sasa katika dunia hii. Hautawahi pata kwa sababu ni impossible. Hiyo ni asante. Yaani yeye anasema akifa, ama amekunywa pia jamani. Sijamuelewa. Yeye anasema unaongea kitu impossible. Ati akifa atake kukaa kaburini, ataka tu siku 3 amuke ati apae amaye mabawa. Ama amini kama Mungu anafufua watu siku ya mpe. Kwani wewe ni bora kuliko manabii? Manabii. Wewe ni bora kuliko wao? Sio mimi ni bora. Na kuuliza hao manabii ambao ni bora kuliko wewe. Manabii si bora. Ni bora. Ni bora kweli. Lakini mimi si bora kuwaliko. Nataka manabii waje waniambie jinsi na namna Yesu mwenyewe alikuwa akisumbuka katika dunia hii na aliposa kafufuka na kaenda mbinguni. Hiyo tunataka manabii. Nani alimuua Yesu? Walisema alikuwa Judas Iscariot. I don't know that actually. Judas Iscariot alikuwa na nani ndani yake? Sijui. Sema unajua, acha kuogopa. Hiyo ilikuwa tamaa ya pesa, sijui. Onyesha 22:3. Haya. Alikuwa amepewa kitu na kuna kitu ilikuwa ndani yake. Hiyo kitu ikikuwa ndani yako hata wewe utafufuka basi. Hata wewe tunataka kuwa na shetani kama yeye. Hii mpango, angalia kifo yako ikikuwa kama kifo ya Yesu, kwa imani yako ndio ufufuke. Kwa sababu Yesu yenyewe hakufa, unataka kumuua kwa nini? Ako hai. Sasa ako hai. Hakufa. Unaua mtoto wenyewe. Twende. Inasema hivi, iseme 22:3 kitabu cha Luka. Shetani akamwingia Yuda. Angalia hapa. Shetani akamwingia Yuda. Safi. Aitwaye Iskarioti. Naye ni mmoja wa wale 12. Akaondoka. Akaenda akasema na wakuu wa makuhani, akapewa na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi. Mpe mike. Wakapatana naye kumpa fedha. Mpe. Kwa hivyo shetani akiwa katika dili ya kifo chako, labda inaweza ikatokea vile unavyotarajia. Au uko na swali? Au mwingine hapana? Bwana mike wewe, si nimekwambia mpaka ukue soba. Siwezi kuongelesha, Biblia imekataa. Sasa uongelesha kesho ukunywe maziwa ndio ukuje. Biblia ikubali. Leo umepitia kidogo. Mimi najua utakuja kesho. Haya, mpe wewe mwingine. Ndio hivyo. Au huyu bado nimuulize kitu. Huyu Kwa hiyo kwa sababu mafundisho ambayo anataka inapingana na Yesu, na hawezi kuwa kama Yesu. Haiwezekani. Unasikia? Yesu hakuhubiri ili watu wakufe wafufuke siku 3. Alihubiri ili watu wafuate mafundisho yake. Sasa wewe mbona unataka mafundisho yake, unataka kuwa kama yeye mwenyewe? Na umesikia Yesu anasema mwanafunzi amshindi mwalimu wake. Sasa unataka kuwa zaidi ya mwalimu ama ukuwe same na mwalimu? Auoni unajipandisha cheo ya juu sana ambao haustahiki? Na una swali lingine? Tuachane nayo kwa sababu hiyo itakuwa ni ngumu sana. Mtu mwanadamu. Una swali? Sasa mimi niko na swali moja nikuulize basi. Asante. Nani alikuambia wewe Mkristo? Tukizaliwa tulipata boma ikawa Kristo. Ndio maana siwezi kukulaumu. Au kuchagua, ulichaguliwa. Sikuchaguliwa. Si umesema ulizaliwa ukajipata jamaa, tena kwa umebadilisha hapa sasa hivi umesema ni kweli tu. Sasa hiyo unajua Wakristo wako wengi, hata nikwambia kweli. Nikuuliza wewe nini those all of them are Christians. Usicontradicte na ni maneno ya dakika moja tu umesema hapo mpata ni sawa nilizaliwa sikia sasa. 270 inasema hivi, isema angalia hapa. Mimi siwezi kulaumu Mkristo ambaye amezaliwa kwa Kristo kwa sababu maana makosa yeye kabisa. Twende. Inasema bismillahirrahmanirrahim. God is very innocent. Na wanapoambiwa, na watu wanapoambiwa fuateni, angalia hapa. Sisi fuateni mambo ya nani? Fuateni aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Fuateni haya mafundisho aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Anasema nini? Husema bali sisi tutafanyaje? Bali tutafuata yale tuliyowakuta nayo baba zetu. Mimi nilijipata hapo bana. Mimi nilizaliwa hapo, nitatoka aje bana? Je, swali unaulizwa, je, hata kama baba zao walikuwa hawafahamu chochote, watafanyaje? Wala hawakuongoka, watawafuata tu. Jibu.
Kama baba yako hakuongoka ama hakujua utamfuata? Naweza kitu tu. Sema siwezi. Alafu uulize. Utafuata? Siwezi. Good. Alafu ona niulize tu kitu. Uliza. Yesu alipokuwa akihudumia watu, alikuwa anahudumia watu na Qur'an ama Biblia?